kugomea mechi ambao kikanuni inatakiwa timu ambayo ilifika uwanjani basi ipewe pointi 3 na magoli 3, lakini timu ambayo haikufika uwanjani inatakiwa iondolewe au ipokonywe pointi 15, faini milioni 5, lakini pia washushwe daraja la pili kutoka ligi kuu championship waende daraja la pili. Ndio kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwa upande wa Simba, endapo kama bodi ya ligi wao watakubaliana na kuwapa pointi 3 Yanga. Hoja ya kwanza ambayo Yanga wameiandikia bodi ya ligi ni kutaka pointi 3 na magoli 3. Barua hiyo ambayo imeandikwa tarehe 10, mwisho wanasema kama madai yao ya alama 3 na mabao 3 na gharama za mchezo hayatozingatiwa na kupewa muhimu wa kupata haki yao, watapeleka swala hili kwenye mamlaka za juu zaidi. Karibu sana, hii ni Like Media na wakati huu wa kukupa story ambazo pengine ulikuwa ufahamu na taarifa mbalimbali za kimichezo. Nikukaribisha sana uweze kufahamu kinachoendelea mpaka dakika hii, lakini kikubwa zaidi ni kutoka pale kwa wananchi Yanga ambao mpaka dakika hii bado swala la dabi ya Kariakoo ambayo haikufanyika kwao imekuwa ni story ambayo inaendelea, na mwendelezo wa story hii ni kuhusiana na Yanga kuandika barua kwenda katika bodi ya ligi, bodi ambayo Yanga waliandika maadhimio yake na bodi wakituhumiwa kwamba hawana imani nao, lakini katika imani nao kutokuwa na imani nao wakasema pia hawana imani na mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa maana ya Steven Mguto, lakini pia kwa katibu ambaye ni CEO wa bodi ya ligi kwa maana Almasi Kasongo. Lakini bado Yanga wameandika barua kwenye bodi hiyo wakiwataka wawajibu hoja zao haraka sana, lakini hoja zao kwa haraka sana ni kuhusiana na Yanga wapate pointi 3 muhimu za mchezo ambao kuchezwa kwa maana ya dabi ya Kariakoo. Yanga mtakuwa mnakumbuka, licha kwamba bodi ya ligi iliandika barua kwamba kusitisha mchezo, kuahirisha mchezo, lakini Yanga bado wao hawakufuata mwongozo wa bodi ya ligi, wao wakaenda uwanjani na mwisho siku wakatoka baadaye kuja na maadhimio kwamba wao wamefika uwanjani hawajaikuta timu ambayo itakiwa kucheza nao. Sasa maadhimio ni kwamba apewe pointi 3 muhimu, ndizo ambazo wanazitaka kwa sasa klabu ya Yanga. Na mpaka dakika hii mimi niliwatafuta bodi ya ligi, wakathibitisha kabisa kwa kupitia Karimu Boimanda ambaye akasema kweli barua wamepata, lakini taarifa pia kutoka kwa Bini Kazumari ambaye ilikuwa ni source ya kwanza kabisa ilieleza mambo kadha ambayo ndio ambayo yanathibitishwa sasa, yalithibitishwa na Karimu Boimanda baada ya kumcheki, nika cross check kuthibitisha hilo, na akasema ni kweli Yanga wamewaandikia bodi ya ligi barua kwa kuwa na hoja kadhaa. Hoja ya kwanza ambayo Yanga wameiandikia bodi ya ligi ni kutaka pointi 3 na magoli 3. Barua hiyo ambayo imeandikwa tarehe 10 wameiandikia bodi ya ligi, lakini pia wameituma pia na kwa upande wa Simba Sports Club wakimtumia CEO wa Simba Sports Club, lakini barua hiyo ndani ya Yanga ikiwa imeandikwa na Andrew Mtine ambaye Andrew Mtine yeye ni CEO wa klabu ya Yanga. Ameandika barua hiyo kwenda bodi ya ligi. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo wametaka, licha ya kwamba Yanga wametaka pointi 3, lakini nisome hii barua kwa maana andiko ambalo limeandikwa na Jemedari Saidi ambaye yeye binafsi amekinoti kile ambacho amekiona kwenye hiyo barua, na mimi nakisoma kama kilivyo. Jemedari Saidi anasema katika malalamiko hayo rasmi kwa bodi ya ligi, licha ya kuomba alama 3, wanataka walipwe gharama zote za maandalizi ya mchezo ambazo ni kiasi cha shilingi milioni 56,435 ambazo zimeainishwa katika kipengele namba 17 cha barua hiyo yenye vipengele 19. Yanga wameandika barua yenye kurasa 5 lakini yenye vipengele 19.
hoja zikiwa zimeandikwa humo. Katika kipengele namba 18 wanasisitiza kwamba wanataka ifahamike wazi hawako tayari kuicheza mechi hiyo katika msimu huu, na kwamba mechi iligairishwa kwa makosa ya makusudi ya Simba Sports Club, kwa hiyo wanastahili alama 3. Klabu ya Yanga wameandika hiyo, wamesema kwamba wameipa bodi ya ligi masaa 72 baada ya kupokea barua yao ya kutoa maamuzi ya haki weledi kwa kuzingatia madai yao. Hapa nairudia tena, wanasema wameipa bodi ya ligi masaa 72 baada ya kupokea barua yao ya kutoa maamuzi ya haki na weledi kwa kuzingatia madai yao. Hiyo ni kauli kutoka ndani ya klabu ya Yanga, lakini wanamalizia kusema hivi. Mwisho wanasema kama madai yao ya alama 3 na mabao 3 na gharama za mchezo hayatozingatiwa na kupewa muhimu wa kupata haki yao, watapeleka swala hili kwenye mamlaka za juu zaidi. Hayo ni mambo kutoka ndani ya klabu ya Yanga, ambayo mpaka dakika hii Yanga wamerudi tena mara baada ya kuandika yale maadhimio matatu ambayo yaliandikwa. Adhimio la kwanza lilikuwa ni kupewa pointi 3, la pili ni kwamba hawako tayari kucheza mchezo, la tatu lilikuwa ni kutokuwa na imani na bodi ya ligi, kwa maana mwenyekiti Steven Mguto, lakini pia CEO Almasi Kasongo. Yanga mara baada ya kukaa kwa muda huo wa siku kadhaa wameandika tena barua ambayo imeandikwa tarehe 10 wakihitaji sasa kila kitu kikae sawa. Kwa upande wao wapewe pointi 3 muhimu. Lakini ukisema kupewa pointi 3 muhimu kwa Yanga kuna maana kubwa sana, kwamba manake Simba lazima wakutwe na shauri la kugomea mechi, ambao kikanuni inatakiwa timu ambayo ilifika uwanjani basi ipewe pointi 3 na magoli 3, lakini timu ambayo haikufika uwanjani inatakiwa iondolewe au ipokonywe au itolewe pointi 15. Pointi 15, faini milioni 5, lakini pia washushwe daraja la pili kutoka ligi kuu championship waende daraja la pili. Ndio kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwa upande wa Simba, endapo kama bodi ya ligi wao watakubaliana na kuwapa pointi 3 Yanga kwa ajili ya kuwapa ushindi wa dabi ya Kariakoo, na pia kulipa gharama zote milioni 56. Sasa unaweza kujiuliza milioni 56 wamefanyia kwenye kitu gani ambacho kimefikisha mpaka gharama hizo? Inawezekana wameainisha kama ambavyo umesema, wameainisha gharama ambazo wamezitoa, labda posho, usafiri na vitu vingine vingi ambavyo wamevifanya, lakini kuambia bodi ya ligi kwamba walipe hizi gharama ni kwa sababu ya mchezo, gharama za mchezo, lakini pia pointi 3 ni kwa sababu ya wao walifika uwanjani, lakini kuto kucheza mchezo wazidi kusisitiza pale pale ambapo Yanga walishawahi kusema kutokana na maadhimio yao kwamba hawatacheza mchezo. Kitu ambacho hawajakikazia tena ni kuhusiana na swala la kutokuwa na imani na bodi ya ligi. Sasa hayo ndiyo ambayo Yanga wameyatuma kwa upande wa bodi ya ligi, na barua tayari ikiwa imethibitishwa kwamba imefika kunako ofisi za bodi ya ligi. Nini ambacho kitatokea? Nini ambacho kitaenda kufanyika? Bodi ya ligi, je, wataiandikia Yanga kuwapa majibu katika masaa 72 au watachukua hatua gani? Pengine bodi wanaweza kuchukua mamlaka yao kama watu wanaongoza bodi, wakachukua hatua zingine. Tutasubiri nini ambacho kitatokea. Ni nini ambacho Tanzania mpenda soka umekinoti katika hiki ambacho kinaendelea? Nini ushauri wako? Nini maoni yako? Mwana Simba, mwana Yanga, mtu ambaye hauna timu, ambaye uko neutral, ambaye hutaki mmoja aonewe, unaenda katika haki. Hayo ni yote ambayo unaweza ukasema. Tusubiri nini ambacho kitatokea.